Napenda kuchukua nafasi hii kuweza kuwakaribisha tena kwenye channel yangu ya TZ Fashion, na katika series yetu hii hapa ambayo inayosema je, vazi hili linafaa kwa mwanamke wa stara, na hapa tupo katika episode ya 6, na siku ya leo tutaweza kuzungumza au kuzitazama zile sketi kuu 5 tofauti, alafu tutazichambua kwa pamoja kama zinafaa kwa mwanamke wa stara au hazifai kwa mwanamke wa stara, kwa sababu sio kila sketi inayopendeza inafaa kwa mwanamke wa stara. Hakikisha unaangalia hadi mwisho ili ujue ni sketi ipi inayofaa kwa mwanamke wa stara. Anzia na sketi yetu ya kwanza ambayo ni sketi ya mwamvuli. Hii ni sketi ambayo inatanuka sana sehemu za chini, na mara nyingi aina hii ya sketi huwa inapendwa sana na wanawake wa stara kwa sababu ni sketi ambayo haibani sana mwili. Ni sketi ambayo inakuwa na muonekano wa heshima na stara pale tu mwanamke wa stara anapokuwa anavaa aina hii ya sketi. Lakini pia aina hii ya sketi inakuwa na muonekano mzuri na wa kuvutia sana. Unaweza ukakuta aina hii ya sketi ya mwamvuli imeweza kushonwa kwa kitambaa cha kawaida, kitambaa cha batiki au hata katika kitenge unakuta mtu ameweza kushona aina hizi za sketi. Lakini angalizo kitu kimoja, unapokuwa unashona aina hii ya sketi hakikisha kwamba kitenge chako au kitambaa chako sio kizito sana, kutokana sketi hii huwa inatanuka sana sehemu za chini. Kwa hiyo ili uwe comfortable, uwe na amani katika kutembea au matembezi yako, hakikisha kwamba kitambaa ambacho unatumia sio kizito sana. Hivyo basi kwa mtazamo wangu naweza nikasema kwamba aina hii ya sketi ya mwamvuli kwa mwanamke wa stara inafaa kabisa, na anaweza akavaa na akapendeza na akawa na muonekano mzuri na wa kuvutia. Sketi yetu namba 2 ni zile sketi ambazo zinakuwa na mikunjo mingi sana baada ya tumbo, na unakuta kuna belt alafu chini kunakuta na mikunjo mingi sana, alafu inashuka moja kwa moja kuelekea chini. Aina hizi za sketi mimi kwa jina maarufu ninazozifahamu huwa zinaitwa sketi za charanga. Ni moja ya sketi ambazo ni maarufu sana kwa wanawake wale ambao wanapenda fashion za kisasa. Na aina hii ya sketi pia inampendeza sana mwanamke wa stara kutokana na ile mikunjo yake kuwa ni moja ya mikunjo ambayo inamfanya mwanamke wa stara kuonekana nadhifu, kuonekana wa kisasa na pia kuwa na mvuto. Na inafaa kwa mwanamke wa stara kwa sababu ni moja ya sketi ambayo haibani kabisa, inashuka moja kwa moja kuelekea chini. Lakini pia aina hii ya sketi inamfanya mwanamke wa stara aweze kuonekana wa heshima na wa hadhi yake. Na pia aina hizi za sketi hizi unaweza ukavaa na blouse au shati kutokana na vile mwenyewe utakavyokuwa unapenda. Na hapa inapendeza zaidi kushona kwa kupitia kanga, kwa sababu kitambaa cha kanga huwa ni kilaini sana. Unatafuta zile kanga ambazo ni nyepesi sana, then unashona aina hii ya sketi na unakuwa na muonekano mzuri kuliko hata ukishona katika kitenge, kwa sababu kitenge huwa ni kizito. Kwa hiyo ili uwe comfortable kwa kuvaa aina hizi za sketi, basi tafuta kanga ushone, alafu ndipo utakuwa na muonekano mzuri, kwa sababu pia itakupa uhuru wa kutembea, itakuwa sio nzito sana, kwa sababu nguo nzito nazo huwa zinakera wakati wa kuvaa. Kwa hiyo basi kwa mtazamo wangu naona kabisa kwamba sketi hii inafaa kabisa kwa mwanamke wa stara. Sketi ya 3 ni aina ya sketi ya penseli. Ni zile sketi ambazo zinabana kutoka kwenye tumbo, wengine wanavaa kuanzia tumboni, maana nyingine unakuta ni high waist. Alafu zinabana katika hipsi pamoja na miguu, na nyingine huwa zinaanza katika kiuno kushuka chini, na zinakuwa zinabana mwili mzima. Kwa baadhi ya wanawake ni moja ya design nzuri sana ambazo wanazifurahia na wanazipenda sana. Lakini kwa upande wa wanawake wa stara au kwa upande wa stara, mara nyingi watu wengi huwa hawapendi kabisa aina hii ya sketi kutokana na vile
ile sketi jinsi ilivyo inakuwa inashika mwili mzima, inabana hipsi, inabana miguu pamoja na kiuno. Kwa mtazamo wangu naweza nikasema kwamba aina hii ya sketi ya penseli sio chaguo bora kwa wanawake wa stara. Kwa hiyo kama ni mwanamke wa stara, hii ni moja ya vazi ambalo sio chaguo bora kwako. Sketi namba 4 ni sketi za A-line. Ni aina ya sketi ambazo zinakuwa zinabana kidogo tu sehemu za juu, alafu huku chini unakuta zinakuwa zinajimwaga. Zinakuwa ni sketi ambazo zimeweza kushuka moja kwa moja kuelekea chini. Ni moja ya vazi au ni moja ya sketi ambayo ni rahisi sana kwa wanawake wa stara na unaweza ukavaa bila shida yoyote. Ndio maana naweza nikasema kwamba wanawake wengi wanapenda sana aina hizi za sketi kwa sababu ya kuweza inabana sehemu kidogo ya juu, alafu huko chini inashuka moja kwa moja, na ni moja ya sketi ambazo ni nzuri na za kuvutia sana. Kwa hiyo basi A-line inafaa sana kwa wanawake ambao wanapenda stara. Ni moja ya vazi zuri sana na la kuvutia. It depend na kitambaa. Kama nilivyosema jamani mara ya kwanza kwamba hakikisha kwamba kitambaa chako katika ushonaji wa sketi hizi kisiwe kizito ili uwe comfortable katika kutembea. Sketi yetu namba 5 ambayo ni sketi ya mwisho ni zile sketi za denim. Ni moja ya sketi ambayo mara nyingi huwa zinatengenezwa kwa kutumia kitambaa cha aina ya jeans. Na baadhi ya sketi za denim ni moja ya sketi nzuri sana na zinafaa sana kwa wanawake wa stara, kwa sababu ni moja ya sketi ambazo zinakuwa zina flow moja kwa moja kuelekea chini, na ni sketi ambazo hazibani sana. Zinabana lakini unakuta kwamba hazibani kupitiliza. Na pia unakuta ni aina ya sketi ambazo zinakuwa hazina mpasuo mkubwa. Unajua all and all kwamba sketi za jeans ni lazima ziwe na mpasuo ndio zinaonekana na muonekano mzuri. Lakini hizi unakuta ni kwamba hazina mpasuo mkubwa. Mpasuo wake unakuwepo lakini ni wa size ya kati, either ni mbele au unaweza kukuta ni nyuma. Lakini sana sana unaweza kukuta tu ni mbele pamoja na pembeni. Kwa mtazamo wangu naweza nikasema kwamba ni aina ya sketi ambazo zinafaa sana kwa mwanamke wa stara ukilinganisha na designing yake kuwa ni moja ya designing ya kisasa. Twende moja kwa moja kwenye comment section, alafu nataka uniandikie comment katika sketi hizi 5 ambazo nimeweza kukutajia hapa. Kwa mtazamo wako, unadhani ni sketi ipi inafaa zaidi kwa mwanamke wa stara kutoka namba 1 hadi namba 5? Alafu utaweza kushare video hii kwa ndugu jamaa na marafiki kwa wale wanawake ambao wanapenda stara. Lakini kama utakuwa umependa zaidi video hii, usisahau kubonyeza neno like, na kama bado hauja subscribe channel yetu, naomba bonyeza neno subscribe ili usipitwe na episode inayofuata. Kwa majina naitwa Precious Tifa na hii ni channel ya TZ Fashion. Katika episode inayofuata tutazungumza kuhusu rangi hii inafaa kwa nguo za mwanamke wa stara. Kwa hiyo hakikisha kwamba episode inayofuata haukosi. Mimi sina la ziada, niwatakieni siku njema. Bye bye.